Chadema wamekinukisha nchini Tanzania baada ya ujumbe wao kwenda kwa Umoja wa Mataifa. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Tanzania inashuhudia mojawapo ya machungu makubwa ya kisiasa katika historia yake hivi karibuni. Shida za kisiasa, ukosefu wa amani na madai ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu imeibuka hadharani, na yote yamefunuliwa mbele ya Umoja wa Mataifa. Barua ya Chadema kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameweka bayana ukweli unaotisha wa matukio ya Oktoba tarehe 29 mwaka jana, matukio yaliyoacha taifa katika hofu na mshtuko. Ni simulizi ya mauaji, mateso na madai ya uhakika wa kisiasa unaogusa mioyo ya mamia ya maelfu ya wananchi. Barua hiyo iliyotumwa Machi tarehe 12 mwaka huu na viongozi wa Chadema inathibitisha mkutano wa tarehe 10 Machi mwaka huu na mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa ama Umoja wa Afrika na wa Katibu Mkuu wa UN kwa jina Parfait Onanga-Nyanga, ambapo viongozi wa chama walieleza malalamiko makubwa kuhusu hali ya kisiasa nchini Tanzania. Katika mkutano huo, Chadema ilieleza hofu yake kuhusu ukandamizaji wa maandamano ya amani yaliyofanyika kuanzia Oktoba tarehe 29 mwaka jana. Ripoti kutoka kwa vyanzo vinavyotegemewa zinadokeza kuwa askari wa serikali walitumia nguvu kubwa dhidi ya raia wasio na silaha. Matokeo yake ni vifo vya zaidi ya watu 2,000 na majeruhi ya mamia. Zaidi ya hayo, Chadema ilieleza madai ya kutisha yanayohusu jinsi serikali inavyofanya juhudi kuficha wingi wa mauaji hayo. Ripoti zinaonyesha baadhi ya miili kuzikwa katika makaburi ya pamoja, huku mingine ikiangaziwa kutumika katika viwanda vya saruji kwa kusababisha uharibifu wa ushahidi. Hii inatoa ishara ya dhahiri ya hatari ya kujaribu kuficha ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, na ni jambo linalohitaji uchunguzi wa kimataifa huru na wa haraka. Barua pia inaangazia hali ya kumalizika kwa uhuru wa Chadema, hasa kukamatwa kwa mwenyekiti wake ambaye ni Tundu Lissu, ambaye yuko katika gereza la Ukonga chini ya masharti magumu. Masharti hayo ni pamoja na kuachwa peke yake kwa muda mrefu, vizuizi kwa wageni na uangalizi wa CCTV, na kila wakati hali inayofanana na mateso aliyoyapitia Nelson Mandela. Viongozi wa Chadema wanasema hii ni hatua ya kisiasa zinazolenga kuharibu chama na kuzuia shughuli zake. Na kati ya hatua zinazotajwa ni kutambuliwa kwa kadhia za chama, kufungiwa misaada ya umma na vikwazo vya kisheria vinavyolenga kuzuia chama kufanya kazi kwa uhuru. Ndani ya barua hiyo, Chadema inasisitiza kuwa serikali ya CCM chini ya Rais Samia Suluhu Hassan zinabeba jukumu la mauaji ya wananchi wasio na silaha yanayohusiana na ukandamizaji wa maandamano ya Oktoba tarehe 29 mwaka jana. Kutokana na historia ya siasa za vyama vingi Tanzania tangu 1992, Chadema imenabainisha mapungufu makubwa ya demokrasia ya chaguzi za nchi. Kwa miaka yote uchaguzi tangu mwaka 1995 hadi mwaka 2015, vyama vingi vilishuhudia uharibifu wa chaguzi, ambapo mwaka 2019, mwaka 2020 na mwaka 2024 hadi mwaka 2025 ziliathiriwa sana na udanganyifu. Kwa mujibu wa Chadema, matokeo ya uchaguzi hayawezi kuchukuliwa kuwa halali au haki, bali ni maonyesho ya kisiasa na upotoshwa na bila uwazi, usawa au uwajibikaji. Hii imeacha mchakato wa kisiasa wa taifa ukiwa na dosari kubwa, na imesababisha wananchi wengi kupoteza imani katika mfumo wa uongozi. Ni hali ambayo imezidisha migogoro na kuathiri uhusiano kati ya serikali na wananchi wake. Madai ya haja ya Chadema yanagusa hali ya maisha ya raia, heshima ya demokrasia na usalama wa kila siku. Watu wanahofia usalama wao wanaposhiriki katika maandamano au wakieleza maoni yao. Shughuli za kisiasa zimekandamizwa, vyama vya pinzani vimepiga marufuku kwa njia zisizo rasmi, na wananchi wanashuhudia ukosefu wa uhuru wa kisiasa.
Hali hii imeibua mjadala mkali ndani ya nchi na kimataifa, huku mashirika ya haki za binadamu yakisisitiza umuhimu wa uchunguzi wa haraka. Kwa Chadema, hatua za hivi karibuni zimesababisha kuenea kwa hofu ya kisiasa na kupungua kwa uhuru wa raia wa kawaida. Mkutano wa Chadema na mwakilishi maalum wa UN unaashiria kuwa suala la Tanzania limefikia kiwango cha kimataifa. Ushahidi unaolazimisha uchunguzi huru wa kimataifa ni wa kutisha, na matukio ya Oktoba tarehe 29 mwaka jana yamevutia hisia za kimataifa na kupelekea mchakato wa kulinda haki za raia na kurekebisha mifumo ya kidemokrasia. Hoja ya Chadema inasisitiza kuwa uchunguzi wa haraka unategemewa na Umoja wa Mataifa na unaweza kutoa ukweli, kutoa usuluhishi wa haki na kuepusha kurudiwa kwa ukandamizaji wa raia. Viongozi wa Chadema wanasisitiza kuwa hatua ya haraka ni kuachiliwa kwa mwenyekiti Lissu bila masharti yoyote, kurudisha haki zake za msingi na kuwezesha chama kufanya kazi kwa uhuru. Zaidi, kuanzishwa kwa uchunguzi wa kimataifa kuhusu mauaji ya wananchi Oktoba tarehe 29 mwaka jana kunaweza kuimarisha uwazi wa kisiasa na kurejesha imani ya wananchi kwa mfumo wa uongozi wa nchi. Kwa mtazamo wa chama, hatua hizi ni za msingi ili kufungua ukurasa mpya wa kisiasa nchini Tanzania, na uchunguzi wa haki, uhuru wa vyama vya kisiasa na usalama wa raia ni vigezo muhimu vya mustakabali wa taifa. Tanzania inashuhudia wakati muhimu wa kisiasa na uchunguzi wa kimataifa unahitajika ni hatua ya msingi kuelekea ukweli wa haki. Raia wanahitaji uhuru wa kisiasa, haki za msingi na usalama wa maisha yao. Na katika historia ya taifa, matukio kama haya huandikwa kama vipindi vya kuamsha mwamko wa kisiasa. Na kwa Chadema, hatua ya Rais Samia Suluhu Hassan kuhusu katiba mpya ina uhuru wa viongozi wa upinzani inaweza kuandika sura mpya katika historia ya Tanzania. Ni wakati wa taifa kuangalia mbele, kufungua ukurasa mpya na kuhakikisha haki, usawa na demokrasia vinadumu kwa vizazi vijavyo. Ni hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina, bila kupindisha, bila kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi, na unachostahili kufanya ni kusubscribe, kulike na kushare video zetu kwa ndugu, jamaa na marafiki ili tuweze kuwafikia wengi zaidi. Vile vile waweza kuwa wa kwanza kupokea taarifa hizi. Unachostahili kufanya ni kugonga alama ya kengele, ndipo ukipokea hizi notifications kila wakati tunapoleta video mpya hapa hewani. Zidi kuwa nasi. Jina langu ni Edwin Mukaya.